today? Kwa sababu ya Mungu kuniwezesha kuwa. Because of God enabling me to be. Na sio jambo rahisi. And it's not an easy thing. Kuanzia Januari na mpaka wakati huu. From all the way January up to now. Nikikumbuka kuna wengine walinunua oxygen. When I remember that there are people who purchased oxygen. Lakini mimi bado navuta ile ambayo Mungu amenikarimia. But I'm still breathing what God has granted me. Sikuli jambo hilo kwa kawaida. I don't take it for granted. Lakini ninaona mkono wa Bwana. But I have seen the hand of God. Nilikuwa naambia Mungu juzi, nikamwambia nisaidie kukutumikia zaidi kuliko mwanzo. Yesterday or the other day I was telling God to help me to serve him than before. Nilipokuwa ninafikiria na kutafakari vile alivyo mwema. When I was thinking about his goodness. Kama angekuwa ni Uhuru Kenyatta, if it was the president, ningekuwa nimekufa. I could be dead. Kwa sababu hata pesa za corona zilipokuja zililiwa zote zikaisha. Because even when corona came, money was squandered. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo yeye si kama kiongozi wa dunia hii. He's not like the leader of this nation. Yeye hatulipi kulingana na vile tunavyofanya. He does not return what we have done. Haangalii kama vile sisi huwa tunaangalia. He doesn't look as we look. Kuna mwimbaji mmoja aliimba zamani. There's someone who said and akasema hivi. And said, todo mundu atugaga mumutugino ole ya murata. Amen. Ya mtu humkirimia yule anayemkirimia hata rafiki. Oh, people give to those who give them. Na marafiki and their friends. Lakini Mungu hawi hivyo. But that is not the way of God. Yeye hukirimia wote walio wazuri na wabaya. God is generous to all. Mvua hii hunyesha mahali kuzuri na kule kubaya. This rain drops down to huyu Mungu ukitafakari kuhusu yeye. So when you think about God, unaweza kujitolea kumtumikia kuliko mwanzo. You can choose to serve him from jina la Bwana lisifiwe. Amen. Wakati mmoja hapa tulifundishwa. One time we were taught here. Tukaambiwa life is a test. And we were told that life is a test. Tukaambiwa life is a temporal. We were told that maisha si ya kudumu. Na tukaambiwa life is a gift. Ya kwamba maisha ni zawadi. Tukaambiwa life is a journey. Ya kwamba maisha ni tukaambiwa life is a cafeteria. Na tukaambiwa and we were told maisha ni cafeteria. Ama supermarket. Ama hiyo supermarket. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia uone. And just look and see. Maisha haya ni mtihani. That this life is a test. Ni nani hatihainiwi na Mungu kila asubuhi? Who is not tested by God every morning? Haukumwambia uniamshe. You did not tell him to wake you up. Lakini alifanya ukaamka. But he made you be awake. Alifanya uamke ili aone vile utakavyomtumikia. He made you wake up so that he can see how you serve. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Nilikuwa nikiangalia mafundisho ya TD Jakes juzi. I was watching TD Jakes na nilijifunza mambo mengi sana. And it taught me a lot. Na nilishare jambo hilo na ndugu mmoja. And I shared that with one brother. Na niliangalia huyu TD Jakes. And I looked at TD Jakes. Na nikaanza kuona. And I started seeing that Mungu hutumia hekima kwa watu. That God uses knowledge ili wewe uweze kufahamu. So that you can understand. TD Jakes alisema kwamba he said yeye bado anasoma hata leo. That he's still getting education up to now. Na akasema mwalimu wake he said his teacher ni kila mtu. Is everyone. Bwana asifiwe. Amen. Akasema mwalimu wake ni kila mtu. He said that his teacher is everyone. Kwa sababu kwa kila kitu anajifunza. In everything he learns. Na akasema hajatosha kufunzwa. And he says that he's not enough to learn. Na alisema jambo hili. And he said one thing. Mambo yote mazuri na mabaya huanza kwa mawazo ya mtu. That all things good and bad originates from your mind. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo yote huanza. Everything starts kwa mawazo yako. In your mind. Bwana asifiwe. Amen. Akasema hata Mungu. He said even God. Ili aume ulimwengu. For him to create the world. Yote ilianza kwa mawazo yako. Everything started in his mind. Amen. Amen. Hakukuwa ulimwengu. There was no world. Hakukuwa bingu. There was no heaven. Hakukuwa miti. There was no trees. Hakukuwa bahari. There was no sea. Lakini kwa mawazo yake. But in his mind. Bwana asifiwe. Amen. Sasa alitumia neno ngumu sana. So he used a very hard word. Akasema. And he said. It is in the womb of the mind of God. Ya kwamba ni katika tumbo ya mawazo ya Mungu. Kwa mawazo ilikuwa womb yake ilikuwa kwa mawazo. Yeah, the womb of the mind of God. Katika mawazo ya Mungu. In the mind of God. Ni pale ilichukuliwa mimba. That is where he got mawazo yake ikafikiria kuwe na ulimwengu. And his mind thought to have the world. Na kwa kanali ya mdomo wake. And with the mouth that he said. Produce ulimwengu. He produced the world. Sababu alisema neno tu. Because he said the word. Hamwezi shika leo hiyo. I know you cannot get today. Lakini life hii ni test. But haya maisha ni test. Ni journey. It's a gift. Na pia ni gift. Mungu amekuwa na wewe. God has
been tangia Januari. Since January. Anakuvalisha mtihani. He's making you to test. Amekuwa na wewe. He has been with tangu you Januari. since January. Ukiwa safari hii. You are on a journey. Bwana asifiwe. Amen. Na huu mwaka. And this year. Shangilia huyo Mungu kwa makofi. We praise Jesus. Amen. Amen. Kwa sababu amekuwa na wewe. Because he has been with na you. maisha haya ni temporal. And this wewe bado umebaki. You are just there. Wengine wameshaenda. Others have gone. Kwa sababu haidumu. Because it does not Bwana last. asifiwe. Amen. Maisha haya ni cafeteria. This life is a supermarket. Kile utachukua ubarikiwe. It's what you take, you get blessed. Kama utachukua kile Yesu amelipia, unaenda free. If you take what Jesus has paid, you walk free. Bwana asifiwe. Amen. Tumeambiwa ya kwamba We have been told, ujaribu usimghadhabishe Roho wa Bwana. try not to anger the Spirit of God. Bwana asifiwe. Na tukahesabiwa yale mambo yatamfanya aghadhabike. And you are told the things that can make him angry. Na haya ndio tunaenda tukichukua cafeteria. And that is what we are picking in the supermarket. Wengine wanachukua yale yanamghadhibisha. They are taking that which angers him. Na tukapewa mfano. And we are given an example. Nilikuwa nikifikiria neno liko katika kitabu cha Isaia. I was thinking about the word in Isaiah ambayo inasema that says, wale ambao hawamwamini Mungu, those who do not believe in wale God, wanaomghadhabisha Roho wa Bwana, those who anger the Holy Ghost, Mungu husikia ni kama moshi kali katika mapua yake. God feels like it's a very bad smoke in his Kwa sababu nostrils. safari hii Because this way na maisha haya this journey yameelezewa hivi. has been Kwa nini ninasema hivi? Why am I saying Ni that? kwa sababu Because tuko mwisho karibu kumaliza mwaka huu. we are almost ending the Na year. ninataka kuongea kuhusu finishing strong. And I want to start to speak about kumalizia na nguvu. Huyu alikuwa akiomba na nilisikia akiguza jambo hilo. He was praying and he touched that. It is good always to finish strong. Ni mzuri kumalizia kwa hiyo nguvu. Siku moja One day kuna mchungaji rafiki yangu. there is my friend who is my a servant, my friend. Na siku moja akaomba Mungu gari. And one day he prayed God for a car. Alikuwa anatamani sana apewe gari. He really wanted a vehicle. Lakini wakati alikuwa akiomba, when he was praying, aliambia Mungu hivi. He told God, si Mungu unipe tu gari hata kama nikakorogosho. Can't you give me a vehicle even if it's just nothing? Mungu alisikia kama a scrap. God gave him a scrap. Na alipoinunua, and when he bought it, na akadrive nyumbani, and he drove home, haikufika. He didn't get there. Ikaharibikia kwa njia. It is stuck on the way. Kwa sababu gani? Why? Aliomba. He prayed. Amen. Amen. Ikakuja ikatengenezwa ikafika nyumbani. They made it and then it got home. Siku iliyofuata akienda kanisa, the next day when he was going to church, haikufika kanisani, didn't reach church. Ikaharibika. It was off. Kwa sababu aliomba nini? Because what did he pray? Bwana asifiwe. Amen. Nasi katika mwaka huu, and even ourselves in this nasi year, katika safari hii ya mji wa mbinguni, in this journey to heaven, maana nitaongea mambo mawili. Because I will speak two things. Finishing, kumalizia ukiwa na nguvu, finishing strong, lakini kwa mambo mawili, in two things, ama kwa njia mbili, or rather in two ways. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Kwa sababu because ni vizuri tuweze kujielewa na kujifahamu. It's good we know ourselves. Bwana asifiwe. Amen. Na tuweze kujua Mungu anataka nini na anaona nini. And we know what God wants and what he sees. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. 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 Nataka tusome katika kitabu cha, sitaanza na hiyo nataka. Anza 12. Hebrews 12 chapter 12 verse 2. Okay, in the Waibrania 12 aya yake ya pili. Yeah, Hebrews 12 Waibrania 12 moja ya pili. Oh, hapo. Yeah, Hebrews 12 and verse 2. The Bible says, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi ya Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Huyu Yesu, this Jesus, yeye aliyeanzisha safari ya wokovu. He is the one who started the journey of salvation. Kusema ukweli, to say the truth, Isaia aliitabiri zamani sana. Isaiah prophesied long ago, miaka mingi zaidi, many years ago, zaidi ya miaka 600 ama 700, more than 600 to 700 years. Na aliweza kutabiri kuhusu Emmanuel na lile jina ambalo tunailiita Mungu pamoja nasi. And he prophesies concerning Emmanuel, the one who say God with us. Unajua kutoka Isaia kuja kwa Yesu, from Isaiah to Jesus,
ni zaidi ya miaka 600. It's more than 600 years. Zaidi ya miaka 600. More than 600 years. Na Mungu aliweza kuona wakati wa Yesu. And God saw the time of Jesus. Na akaweza kuongea kupitia katika kinywa cha Isaia. And he spoke through the mouth of Isaiah. Nini kilisababisha aongee? What made God to speak? Ni wale ambao ni watu wanaoitwa watu wa Mungu. It is those people who are God's people. Walikataa sheria za Bwana na kufuata mashauri ya Bwana. They refused to follow the laws and the ways of God. Naye Mungu akasema atawaangamiza. Then God said he will kill them. Na pale Isaia akatabiri kuhusu bikira atakayechukua mimba na atamzaa mtoto kijana na ataitwa Emmanuel. And there Isaiah prophesied concerning Mary taking the baby and becoming pregnant with a baby by the name Emmanuel. Baada ya miaka hiyo yote ikatimia. After all those years, it came. Nilikuwa naambia familia yangu na wale tulikuwa pamoja wakati tulikuwa kwa ibada. And I was telling my family and those that we were together. Siku ya 25 hatujui kama ndio Yesu alizaliwa. We don't know if 25th is when Jesus was born. Lakini hakuna haja ya kugombana ama kubishana. But we should not have that argument. Haitakufaidi chochote. Because it will help you nothing. Maana hata kama sio siku ya 25. Because even though it is not 25th. Ukweli ni kwamba Yesu alizaliwa. The truth is that Jesus was born. Na ndiye Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. And he is Emmanuel, God with us. Alikuja kama kitoto ili aweze kuzaliwa kama sisi. He came as a baby to be born like us. Na akatengeneza njia ambayo sisi tunaipitia ili tukaurithi uzima wa milele. And he made a way where we are walking to get to eternity. Iko haja gani kubishana na mtu? Where is no reason to argue. Niliona Muislamu mmoja akiweza kuongea katika social media. I saw one Muslim speaking in social media. Na alikuwa na ukali mwingi sana. And he was very angry. Alikuwa anasema sijui tunasherehekea siku ya Nimrod. And they were saying that we celebrate Nimrod. Sasa swali lilikuwa ni hili. But my question was, yeye haamini Yesu. He doesn't believe in Jesus. Hapo na shida gani na siku? What problem does he have with the day? Hakuna haja. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simtanijibu. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna haja aongee na yeye hako ndani. There is no reason for him to speak because ikiwa kitu haikuhusu inakuuma yani. It doesn't concern you, why bother? Kwa hivyo haijalishi ni siku gani, lakini tunajua. So it doesn't matter, but we know. Furaha niliyo nayo moyoni, the joy that I have in my heart, hiyo siku sijui, that day I don't know, lakini kuna kitu kimoja najua. But one thing I know, huwezi kuniondoa. You cannot take me out. Emmanuel alizaliwa. Emmanuel was born. Safari yangu ikaanza pale. My journey started. Kwanza nimesimama leo. And right now I'm starting today. Hallelujah. Sema Yesu ni Mwokozi. When I said Jesus is Lord, haijalishi kama ni siku gani, it doesn't matter what day alizaliwa. But he was born. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Neno hili linasema, this word that I'm saying, yeye huyu aliyezaliwa, him that he was born, ambaye watu wana celebrate pengine hawajui, people celebrate and they don't know, yeye ndiye mwanzilishi wa imani, he is the author of ambaye faith, tunaamini, and we believe, ni yeye atakayeimaliza. and he is the one to finish. Hallelujah. Amen. Tumekuwa tukiongea kuhusu cross country. We've been talking about the cross country marathon. Kilomita ni 40 kutoka hapa mpaka Thika. And we said 40 kilometers from here to Thika. Na tunaanza hapa hatujui kamba iko wapi. We start here, we don't know where the lazima tuwekewe na shoka huko jiani ndio tuweze tuone white. They must draw the white chalk so that we can know the way. Watu wakisimama ndio wakati unakimbia uone. Or they put people to champion you. Kwanza si kitu. To start is nothing. Lakini kumalizia ni kitu. But to end is everything. Bwana asifiwe. Amen. Lakini hapa tuna ujasiri. That we are bold. Kwa sababu neno limesema. What I say, yeye tunayemtumainia, him that we trust, yeye tunayemfuata, him that we follow, yeye aliye mwanzilishi, he who is the author, hallelujah, amen, wa imani ninayoamini, of the faith that I have. Najua hawa hawajaamini. Mimi nasema mseme sasa, mniambie hii imani ambayo nimeamini. Sema yeye aliyeanzisha imani ambayo mchungaji alinaamini. Yeye alianzisha imani ambayo mimi ninaamini. Wewe unakosea wapi? Amen. Amen. Yeye mwanzilishi. He is the author wa imani ambayo tumeamini, of the faith that we believe, na yeye ndiye ukanda, and he is the end. Maana tumeambiwa yeye ndiye pasia, because we've been told he is the curtain. Mwili wake ni pasia, his body is the curtain. Mwili wake ni ukanda, his body is the end. Amenianzishia, he is the starter. Yeye ndiye alianza, he started, na yeye ndiye atafanya nimalize, and he make me to finish. Tumtumainie yeye, we trust in him. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ambaye alistahimili him that endured uchungu wa msalaba, the pain of the cross, ambaye hakuona aibu, he didn't have no shame. Hallelujah. Miaka ambayo imeenda kidogo, some few years ago, watu wengi wetu walikuwa wanaonea haya injili. Most of our people
people were ashamed of the gospel. Na hata sasa kunao. And even now there are those. Kunao ambao hawana ujasiri kusimama mbele ya watu na kusema Yesu ni Bwana. There are those who are not bold enough to stand before people and tell them that Jesus is Lord. Na nimekuja kupitia mambo haya yote na nimewahi kuyasuluhisha. And I've seen actually and signed some of these things. Kuna wakati mmoja nilikuwa nahubiri Nakuru. One time I was preaching in Nakuru. Kuna dada mmoja na alikuwa mzuri sana. And one lady, and she was good. Lakini kwa sababu marafiki wake hawakuwa wa imani yetu. But because her friend were not of our faith. Sasa alikuwa akitoka na ameondoka pahali kuna washirika ama mahali anajulikana. She would live where she's known. Alikuwa anaisokota skati mpaka inakuwa mfupi. She would make it like that. Anaisokota kabisa hapa. Yeah, she would really fold it. Kwa sababu ana aibu. Because she's anaona kama mzuri lakini bado anapenda Yesu lakini hampendi vizuri. She feels that this is not good but she loves Jesus. Anatoa kitambaa anaweka kofia hii ya cape imeangalia hivi. She removes the turban and puts the cape backwards. Sasa siku moja, and one day nilikuwa na drive Archbishop. I was driving the Archbishop. Alikuwa wakati ule ni pastor. He was then pastor. Na tumepita mahali kwa booth. Siku hiyo simu hizi zilikuwa nyingi. And we passed where there was a booth. Na kulikuwa zile simu ya booth. And there was the booth phones, telephones. Na amekaa upande wa left. She was on drive. He was on left and I was driving. Akaniambia hebu simama. He said just go behind, reverse. Sasa nika reverse mpaka sasa tukakuwa tumelingana sana hapo. And I reversed to where the booth was. Na nikaona anamuita. Msichana alitoka kwa booth na akaenda mbio kama marathon. The lady went away. Kwa sababu anaionea haya. Because she was ashamed of her faith. Sana. It is so not. Unafaa kuwa na ujasiri ikiwa unajua ni nini umeamini. You should be bold knowing what you are. Ndiye mwanzilishi wa imani. Because the author of the faith. Atakayemalizia imani. And the one who Yesu Kristo. Is Jesus Christ. Ambaye yeye hakuona haya kwa msalaba. Who did not get shamed in the cross. Hakuona haya kwa uchi. Did not get shamed in nakedness. Aliweza kustahimili. He was enduring. Mimi na wewe siku hii leo tuonekane. So that you and me we can be here. Anasemaje? The Bible says. Kwa sababu hiyo. Because of that. Akafanyika kuwa wa maana katika ufalme wa Bwana. He was made to be so important in the kingdom of God. Ameketi katika kuume kwa Mungu. And he's seated in the right hand of the Father. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kwa hivyo, ndugu na dada tumeanza hii safari. Brothers, we have started this journey. Safari ya wokovu. The journey of salvation. Mungu hajali. God is not concerned. Sisi zote tusipokuwa wazuri. Because if you're not good, bado yeye hajali. He doesn't care. Hana hasara. He has no loss. Lakini hebu nikwambie. But one thing I have to say. Angali anatafuta wale watakaomaliza. He's still seeking for those who are ending well. Hallelujah. Amen. Kwa imani. By faith. Tuje kwa mwaka huu. Let us now come to this year. Tuko kwa siku 360. We are in 360 days. Tumebakisha siku 5. 5 days remaining. Ili tuweze kusherehekea na tushangilie Mungu ametushindania. So that we can say that Lord has Ni lazima ndugu na dada ungangane umalize ukiwa na ujasiri. You must struggle and end with strength. Bwana asifiwe. And confidence. Amen. Kwa sababu kuanza mwaka si kitu. Because to start the year is wangapi walianza lakini hawako sasa. How many started but they are no more? Wangapi walianza wakiwa na nguvu lakini sasa hawana nguvu. Others started with strength but they did not have. But God has sustained. Kwa hiyo tumtazame. So we look unto him aliye who is mwanzilishi, the author, aliye who is atakayeimalizia imani yetu, our faith. Hallelujah. Amen. Kile hunifanya nikawa na nguvu brother John. What makes me strong, John? Sababu naona hawa hawanijibu. Because they are not responding. Nafikiri wewe utanijibu kwa sababu utaogopa. I know you will respond. Kile kinanifanyaga nikuwe na furaha. What makes me happy? Sio tu kuanzisha na kumaliza. Not just to start and to end. Bado ni yeye atakalia kiti ya kunihukumu. He's still the one who will sit in the judgment seat. Amen. Amen. Sema na nguvu amen. 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 Ameanzisha safari, ameniambia on your mark. He has said on your mark. Na sio tu kuanzisha. Not just to start. Alikimbia akamaliza. He ran to the end. Akakuja akaniambia sasa ni wewe. He said now it's your turn. Akaniambia on your mark. He said on your mark. Get set. Sasa enda. Yeah. Sasa unaniangalia vile ninaenda. So he's looking what I'm running. Kwa mwisho pale. And he's at the end. Anajua nitaroketi mahali hapo. He knows I will go where he is. Anajua sitafuata mwingine. I won't follow no one. Ninajua mwili wake ni pazia. He knows that his body is a curtain. Ndio nitamalizia. And that's where I will end. Baada ya hapo, and after that, hallelujah, amen, atakalia kiti cha enzi, sit in the seat and say come and judge. Ulikimbia vizuri, you ran well. Bwana asifiwe. Amen. Ingia paradiso. Come to the paradise. Bwana asifiwe sana. Hallelujah.
fikiria mtu kama huyo. Now think ambaye of such a yeye person. mwanzilishi, Who is the author? yeye atakayemalizia, Who will end? yeye atakayehukumu. Who will judge you? Sasa shida ni moja. No, the problem is, ikiwa ulikuwa unakimbia na unanung'unika, if you are running and you are still na unakaa chini, saa zingine ni kuamshwa kupurutwa. sometimes you'll see, Takutana naye kwa hukumu. you'll find him at the judgment. Isiwe hivyo ndani yetu. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Na leo sitasoma sana, lakini nitakupa vitabu utaenda kusoma. Today we will not read much, but I'll give you books. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 3 aya ya 10 na 11. In the book of 1 Kings chapter 3 verse 10 to 11. Bwana asifiwe. Amen. Tunakuta mtu aliyeitwa Suleimani. We find a man by the name Solomon. Suleimani alikuwa mwana wa Daudi. Solomon was a son of David. Na Suleimani alikuwa mtu tofauti sana na And he sisi. was a very different person from us. Maana wakati Suleimani, wakati wake na Mungu wake, Because when his time with God, na imani aliyoamini kupitia kwa Yesu, kwa baba yake Daudi, and the faith that he had using his father David, aliweza kuanza safari akiwa na nguvu na ujasiri. he started the journey with strength. Hata wakati alianza kujenga hekalu, And even the time that he started to build the place of worship, na akajenga palace, and he actually built alikuwa palace. anampenda Mungu sana. He really loved God. Alimpenda Mungu sana. He loved God so Na much. wakati alianza on your marks na akaendelea, When he started on your marks na and akajenga hekalu na nyumba ya mfalme, he built a palace, maana bado walikuwa wanapelekana na Mungu, because they were walking with God, akaweza kutoa dhabihu iliyomfurahisha Bwana, akakosa kukaa mbinguni. and he was very able to give a sacrifice that made God very happy. Alitoa dhabihu ikashinda ya babu yake Ibrahimu, He gave a sacrifice more than Abraham, ya Isaka, Isaac, ya Yakobo, even Jacob, hata ya baba yake Daudi. even his father David. Bwana asifiwe. Amen. Unajua, wakati mwingine mimi nafikiria hivi, You know, sometimes I think tunapomtolea Mungu dhabihu, when we give God a sacrifice, huwa tunafikiria nini? what do we think? Kwa sababu wakati mwingine dhabihu zetu zinakataliwa kwa sababu hazifiki, hazikamiliki. Because sometimes our sacrifices are not accepted because they don't reach. Maana huyu Suleimani, Because this Solomon, Biblia inasema alitoa dhabihu, the Bible says that he gave a sacrifice, Mungu akashuka. God came down. Hakutulia mbinguni. He was not settled in heaven. Kuna wakati huo unaweza toa dhabihu Mungu ashuke. There is a time that you can give that God comes down. Mpaka malaika mbinguni wanashangaa, kwani kumefanyika nini duniani? Even the angels wonder what has happened in the world. Kuna wakati mimi hufikiria hivi. There is a time I think this. Kitu sijui kama inaongea vizuri. I don't think. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wakati huwa mimi nafikiria hivi. And there are sometimes I think. Mimi ni mwanadamu tu. I am a human, I think. Saa hii Right now, tuko hapa, Mama Samia yako pale, Baba Samia yako pale. Baba Sam is here. Kale katoto kao kakidilia hapa nyuma ya mabati. If the baby cries behind the iron sheet, Nyinyi nyote mtasikia tu sauti. all of you will just hear a sound. Na mtashindwa huyo mama ni mama mgani amewacha mtoto. And you wonder, who is that woman? Lakini hawa wawili hawatasikia sauti. But these two will not hear just a Watasikia sound. mtoto wao. They will hear their baby. Amen. Amen. Ama sio hivyo? Is it not so? Unataka uniambie wale watoto wakianza kulia mtu hawezi sikia mtoto wake? They will hear who is the baby. Si utajua yule mtoto hiyo sauti hiyo. That sound. Na unaanza kuangalia hivi, nani kwani imekuaje? And you start to wonder what is happening. Wanafikiria juu mbinguni Mungu hajui. What do you think that God in heaven knows? Hajui Maina analia. He doesn't know Mina is crying. Unafikiria Mikaeli atakaa hapo? Michael cannot sit there. Anaulizwa Michael, nini mtoto? Yes, Michael, what's up with the baby? Pale na wewe, You are mtoto just nini? seated. What is it with the baby? Mimi ni mkubwa kuliko Mikaeli. And you know I'm bigger than Michael. Si ndio? That is true. Biblia inasema tutahukumu malaika. The Bible says we shall judge the angels. Kwa hivyo wakati nimeanza kuitana, When I start calling, mbinguni kuna kuaga na commotion. heaven there is commotion. Kwa sababu lazima kabla Mungu aulize mtoto analia nini, Before God asks what is wrong with the baby, malaika lazima wakuwe mahali hapo. the angels have to be there. Cheza na mimi. Don't joke around with me. Nikilia tu baba atatumana. When I just call, Unajua Mikaeli anakuja na upanga. and Michael comes with a sword. Si kama Gabriel. Not like Gabriel. Gabriel anakuja mkono kafu. Gabriel comes Lakini empty-handed. Michael anakujaga. But Michael comes. Bwana asifiwe. Amen. Na ni mimi. And it's myself. Unajua sasa nimeona leo niwacha nijihubiri mimi. I've seen, let me preach to myself. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wakati Suleimani alianza kutoa dhabihu, so when Solomon started giving the sacrifice, Biblia inasema alitoa wanyama 1,000. the Bible says he sacrificed 1,000 animals. Bwana asifiwe. Amen. Baba yake hakuwa amefanya hivyo. His father has never done that. Ibrahim hakuwa amefanya. Abraham never did. Hakuwa amefanya. Isaac no. Yakobo hakuwa amefanya. Jacob. Mungu akashuka. God came down. Baada ya kutuma Michael alimwambia nimekuja, unataka nini? Instead of saying omba chochote unataka. Kwa hiyo watu wa Mungu wakati unatoa dhabihu angalia vizuri. So you should take well when you give. Itafanya bingu itingizike. Because it will make hallelujah. Amen. Hiyo ni neno la ajabu sana. That is the big thing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Suleimani akiwa tu kwa ndoto na Mungu anamuongelesha. When he was in the dream and God was speaking to him. Kama angekuwa ni wewe leo, if it was you today, wacha tufikirie. Let us think. Wacha tufikirie kama ingekuwa ni wewe ungelisha nini? Kama ni John. If it was you, John, what could you have thought? Wewe unafikiriaje? What could you have thought, John? Wewe nauliza. Or maybe ningeomba what he desires or deserves from me. Ikulu ya Nairobi. Ikulu ya Nairobi, Commander in Chief. Commander in Chief. Yes. Kugonga China. Unaona? Wala watu wanapenda vita. Ati anagonga China kwa sababu ya corona. Lakini huyu mtumishi wa Mungu, but now this servant alianza na nguvu zaidi. He started with a lot of power. Akasema Mungu, he said, God, umenichagua. You have chosen me. Na ukaona ninafaa kuketi katika kiti cha baba. And you have seen that I'm able to take the throne. Mimi ni mdogo sana. I am so young. Sina hekima. I have no wisdom. Ya kuongoza hawa watu wako. Guide all these people. Naomba tu nipe hekima. I ask for the wisdom. Niweze kuwaongoza na kuhukumu kwa haki. That I will lead and judge right. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mungu akashindwa na hii katoto. God wondered, no, this baby, sio tu dhabihu ametoa imeshinda ya wale wengine. Not that the sacrifice that has gone beyond. Ile ombi ameomba. But even the prayer he has done. Sasa imeshangaje Mungu. Now has mixed God. Kama ni Mshina, if it was Mshina, angesema magari yote ile mapya yeye ndiye atakuwa akiuza. He could say all the new vehicles to deal with. Na ya government wakujie tu pale kwa. And the government could come from. Kwa sababu sisi tunajipenda. Because we love ourselves. Na si makosa. And it's not a problem. Mungu akamwambia sikia. God said now listen. Kwa sababu haukuomba utajiri wala nguvu mingi ama jeshi ama upiganiwe kwa adui zako. Because you have not asked for the army or the killing of your enemies. Hekima nakupa. Wisdom I've given. Hakuna atakayekuwa na hekima baada ya wewe. No one will have such wisdom. Hakuna aliyekuwa na hekima kabla ya wewe. No one will have before you or after you. Zote nimekupea. And all other I've given. Lakini akamwambia jambo hili. But he said one thing. Kila tunakuonya. One thing I Sio na wake wengi. Do not have many women. Maana wewe ni kiongozi. Because you are a leader. Wacha na mvinyo. Leave the wine. Lakini endea katika njia za Mungu. But walk in the ways of God. Biblia inasema kwa miaka 40. Bible says 40 years. Nchi ya Canaan ya Israel ikawa tulivu. The whole Israel had peace. Wafalme na makwini wakaja kuona ile hekima. Kings and queens would come. Suleiman alianza na nguvu. Solomon started with power. Na kwa sababu alianza kuletewa zawadi, gold na nini na kila kitu. And because they started bringing him gifts, gold and everything. Na hata wafalme wanakuja kunyenyekea mbele zake. And even king would bow before him. Makwini wanakuja kunyenyekea mbele zake. Queens would bow before him. Akaanza kuona hata yeye ni king. He started now feeling he is a king. Mahali akitembea kwa Herodi anaona msichana mzuri, anasema nataka huyu. When he goes to visit Herod, he sees a beautiful lady, he says I need this. Anaambiwa chukua. He says you take. Free. Sababu hii hekima yake watu wanaitaka. Because this wisdom is too much. Akawa na wake 700. He had 700 wives. Akaendelea akachukua wakando 300. He went and got 300 side chicks. Na Mungu alikuwa amemwambia hivi. And God had told him, usichukue wanawake kutoka kwa mataifa. Do not take women from the foreign. Na usikue na wengi. And do not have too many. Usikue na jeshi kubwa. Do not have an army. Maana mimi nitakupigania. Because I will fight for you. Maana ukichukua hawa wanawake watakufanya uweze kuabudu sanamu. Because when you take these women, they will make you worship the idols. Na akaangalia akaona yeye ndiye kiongozi. And he looked that he was the leader. Na hawa warembo wamekuwa wazuri sana. And these women are too good. Na anataka wawe marafiki maana ananyenyekewa na wafalme. And he wants to be friends with the other kings. Akaendelea hivyo akipungukiwa. He went going low and low. Akaendelea akipungukiwa. He went low and low. Suleimani hakuabudu sanamu. Solomon did not worship any idols. Yeye hangeabudu sanamu. He could not worship no idol. Alijua Mungu wake vizuri. He knew his God well. Lakini sisi zote tunajua. But we all know.
Adam aliingia kwa dhambi kwa sababu ya mke wake. Adam went into sin because of the wife. Na ataenziwa tu polepole. And he would be enticed slowly. Anaambiwa sasa tulienda kwa Mungu wako tulitoa dhabihu. He told we went to your God with sacrifice. Sasa wao unipeleke kesho tunaenda kutolea Molek dhabihu. So you take me to Molek and we go sacrifice. Wewe utakaa tu pale kando. You just sit aside. Tumalize dhabihu turudi. We will end everything, we go back. Yeye anapenda huyo mlembo pengine ndio alikuwa anachungua. And he would love the wife, maybe she was the youngest. Sasa akienda pale si hata yeye wimbo ukicheza unaekanga kichwa tu polepole. When he goes there he would nod the head. Wewe unafikiria si kuitikia? Is that not accepting? Si mnakumbuka sermon ya Wamai? Don't you remember the sermon from Pastor Wamai? Drum set inakuwa ya mwili. He said the beat is for the body. Ndio? Yes. Ikianza kucheza hata mtoto mdogo anaanza kuzienda. You start kicking the head. Amen. Amen. Ama mnataka kuokoka kuliko mimi. Oh, you. Si kigonga sasa hii tunaanza kuienda. If it starts, we start beating it. Si Suleiman amekaa pale na drums zinacheza. Solomon is there, the drums are beating. Hata wewe utaingiza kichwa pole pole. He starts going slowly. Unatingiza ukisema ndio. He's saying, oh yes. Akaabudu ya kwanza. He worshipped the first one. Akaabudu miungu 1000. He worshipped 1,000 gods. Mungu akamuondokea. And God left him. Mungu akamwacha. God left him. Hakumaliza na ushujaa na ujasiri. He did not finish strong. Nzuri to finish well and strong. It is good to maliza na ujasiri. Ulianza safari hii vizuri. You started this journey well. Bwana asifiwe. Amen. Mahali umefika. Where you are. Muko mngali na Mungu ama umepungukiwa? Are you still with God or umeomba miungu ya aina ngapi? How many idols have you worshipped? Hawezi jua. You might not know. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Unaabudu pole pole tu. You just worship slowly. Suleimani, this Solomon, hakuwa anaabudu miungu. He was not worshiping God. Lakini alikaribia. But he went na aliitikia. And he agreed. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi. The Bible says in Romans, sio tu kuabudu sanamu lakini wanashirikiana na wale wanaabudu. It is not just worshiping the idol but collaborating with those who are worshiping. Sio tu kufanya ile dhambi lakini wanaitikiana na ile wale wanayoitenda ile dhambi. Not just doing the sin but agreeing with those who are doing the sin. Unapoondoka kwa njia za Mungu, when you remove from the ways of God, inatakikana tu kitu kidogo. Just a small thing that is needed. Kukubaliana na jambo hilo ambalo ni mbaya katika uso wa Bwana. To agree with that thing which is not good in the eyes of God. Ama ni najisi katika macho ya Bwana. Which is profane in the eyes of God. Na sababu huwa tunasema angalia marafiki vizuri. And that's why we say check your friends. Maana rafiki atakuingiza pole pole. Because a friend will draw you close. Pole pole tu. Just slowly. Pole pole. And notice. Utajikuta umekaa ndani. You'll find yourself in. Kwa sababu gani? Why? Umeanza kukubaliana. Because you have started agreeing with. Umeanza kwenda pamoja. You have started walking. Suleimani akajikuta amejinasa. Solomon found that he was naye Mungu amemuondokea. And God had left him. Na ukisoma kitabu cha Mhubiri, and when you read in the book of, wakati alifahamu Mungu amemuondokea, when he remembered that God had left him, aliandika kitabu cha Mhubiri. He wrote the book of Ecclesiastes. Akasema mambo yote ni ubatili. He said all things are meaningless. Kuwa na hekima mingi ni ubatili. To have all the wisdom is meaningless. Kuwa kiongozi na mfalme ni ubatili. To be a leader and a king is meaningless. Kuwa na mali nyingi ni ubatili. To be wealthy is meaningless. Unafikiria alikuwa ameona nini? What had he seen? Si aliandika na alikuwa bado ni mfalme. He wrote as a king. Si ni kuacha aliachwa na Mungu sasa amefika hako ukiwa. It is because God had left him. Unapokuwa ukiwa hauoni kitu kizuri. When you are empty you see nothing good. Hakuna kitu kizuri utaona. There is nothing that you see. Hakuna kitu kitakufurahisha. There is nothing. Maana vitu ambavyo vinatufurahisha. Whatever that makes us happy. Tunafurahia kwa sababu tuko na Mungu. We are happy because we have God. Mungu amemuondokea. God has deserted him. Anasema ni ubatili. He says it is meaningless. Nani aliomba huo ubatili? Who prayed for the meaningless? Yeye aliomba hekima. He prayed for wisdom. Na Mungu akampa. And God gave him. Kwa hivyo tunaomba. So we pray. Kisha ile kitu zawadi baraka tumeomba inatuondoa kwa ule hali. Then the blessing that God has given us removes us from the blessing. Hebu fikiria. Just think. Mungu umemwomba akupe baraka. You prayed to God to give you a blessing. Umepata baraka. You have the blessing. Inakuondoa kwa yeye aliyekupa. The blessing takes you from God. Wewe unafikiria ule ujinga wa kiasi gani? Don't you think that is too foolish? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo katika safari hii, so in this journey, jua tuna safari ya mbinguni. Know that we are in heaven's journey. Ndugu na dada, ng'ang'ana umalize una ujasiri. You have to strive to finish strong. Bwana asifiwe. Amen. Tuna mwaka huu tunaenda kumalizia. We are winding. Ndugu na dada, ng'ang'ana umalize kwa ujasiri. You have to struggle. Hallelujah. Maana Mungu anatutazamia.
Because God is looking na to Mungu us. anafurahia And he is happy. kwa sababu tuko kwa marathon. Because we're in marathon. Bwana asifiwe. Amen. Tumeanza safari, ilikuwa tunaanza Thika. We have started at Thika. Hiyo cross country. The cross country. Sasa tuko Oso. Now we are in Osos. Na tunamalizia hapa. And this is the ending point. Usipungukiwe ndugu na dada. Do not go low. Bwana asifiwe. Amen. Start focusing now. Endelea kuangalia. Ongeza nguvu. Bwana sasa kutoka Oso tunakuja hapa na kutoka hapa kwenda Thika. Because from Oso karibu malize. you are almost ending. Hallelujah. Amen. Ni wakati wa kumwomba Mungu. It is a time to pray. Nisaidie nimalize nikiwa na nguvu. Help me to finish strong. Kwanza safari si kitu. To start is nothing. Kufika katikati si kitu. Even at the middle is nothing. Kufika Oso si kitu. And even also is nothing. Kufika kwa ile kikingi si kitu. Even here at this Bwana point. asifiwe. Amen. Atakayeguza lile kamba. Whoever will touch the Bwana asifiwe. Amen. Huyo ndiye atakayehesabiwa kushinda. they will be winners. Lakini wacha niweke nyingine. But let me put another one. Na mtu akiona hiyo kamba si ameshinda. And what if they see? Are they not winners? Hapana, sasa nimetoka Thika na nimeona ndio hii. I'm almost here. You have to touch. Na nikiona na nimeiona, nimetoka Thika I've seen it. na nimeiona. Na kwa nini tunachoka bila kufika mbinguni? Why do we get tired before we get to heaven? Kwa nini tunachoka? Why do we get tired? Simu nijibu tu tafadhali. Sasa mnanyamazia niongee peke yangu. Jamani, kwa nini tunachoka? Na hatujaguza. Na mnasema ni kuguza. Si hata kuona. Nikiangalia ninaona mbinguni. When I look, I see heaven. Hata Paul aliona, Stefan aliona. And Stephen Bwana saw. akasema na akashuhudia Yesu kweli vile maandiko inasema ameketi katika mkono wa kuume, wakaongeza mawe. He said that yes, I see Jesus. Si baya. To see is not bad. Lazima ufike. Lazima uguze na ufike. uguze. Na ufike. Na kwa nini tunachoka na kabla tujaiguza? Why do we get tired before we touch it? Bwana atusaidie. Amen. Huo ni mtihani, si life ni test. That life is a Hata test. fanya hiyo ni yako. Go do that test. Mwenye atapita apite, mwenye ataanguka sawa. Whoever will go through, okay? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Suleimani akaanza vizuri. So Solomon started Haijalishi well. kama alitoa dhabihu. It doesn't matter if he gives sacrifice. Although we don't know kama tutamkuta mbinguni. Although hatujui kama we will get him in But heaven. the fact remains, But ukweli ni kwamba hakumaliza strong. he did not finish well. Hakushika kamba. He did not get to the rest. Hakushika. He did not get to the top. Alihadaiwa na akaondoka. He left it. Lakini Mungu ni wa huruma nyingi, tunaweza kumkuta. But God is a merciful God. Maana kuna wakati Mungu alisema ninaaibika kwa sababu ya mtumishi wangu Yakobo. Because he says, I am ashamed of my servant David. Pengine ataaibika amwambie ingia tu sababu ya baba yake, lakini Maybe like because of your father. But you are not there. sasa sisi kama Daudi. But you are not like David. Sisi lazima uguze. You have to touch. Sema lazima uguze. Lazima uguze. Ambia jirani lazima uguze. Lazima uguze. Hakuna kuona. Hakuna kuona. Bwana asifiwe. Amen. Na lazima umalize na nguvu. And you must finish strong. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa nikitazama riadha. Mimi hujifunza sana na riadha. I was watching the athletics. Na nafikiri niko na roho ya Paul kwa sababu Paul naye aliandika hivyo. And I have the spirit of Paul because that is what he Katika said. kitabu cha Wakorintho. Because that is what he said in Corinthians. Hiyo tutasema kweli. Can we read that? Yeah. Okay. 9. Wa kwanza 9:24. Yeah, 1 Corinthians. Niko na roho kama ya Paul. I have a spirit like Paul. Yeah. 9 kuanzia 24. Yeah, 9 from verse 24. Hadi 27. Okay, Biblia inasema ya kwamba Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni moja. Pigeni mbio namna hiyo ndio ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Ndio. Bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Jina la Bwana lisifiwe. Kisha hapo acha wasome hiyo nyingine. Read the rest. Mimi nasema niko na roho kama ya Paul. I say I have a spirit like Paul. Kwa nini naendelea kusema kuhusu mbio? Why am I saying about the journey? Niliangalia siku moja mbio zilikuwa sijui ziko wapi. One time people were running. Na jamaa moja alikuwa ni mkimbiaji. And one person was an athlete. Na alikuwa ameacha wale wengine
kama mita 300. And he had left the rest like 300 meters. Na amekaribia kabisa kumaliza. And he was almost to the end. Akadevelop muscle pull. And then he got a muscle pull. Na akaanguka. And he fell down. Akaanguka. He woke up and fell again. He woke up and fell again. Ule alikuwa karibu mita 300. Those who were like 300 meters behind. Akakuja akampita. He came and went ahead. Unajua anaanguka hapa na kamba iko kwa ile ukuta. He's falling here, but the end point is there at the wall. Na huyo akapita na akaenda akakuwa ni namba 1. Now the person passed him and he went to get number 1. Hawa watu sio justice. So these people are not just. Kabisa hawa hiyo sio haki. Sio hakika. They are not just at all. Hata nyinyi mnaweza kuniunga mkono. Even you can get me right. Nimekuacha mita 300. 300 meters behind. Ile ni kamba nimeiona ni ile kwa This is just the end race. Na nyinyi wote mnaona huyu ndio anakuja. You've seen he is coming. Si mnafaa tu kunipea maana nilikuwa nimeongoza. You should just give it because I was. Na mshina amekataa na niambia ati niguze na kuona na mimi. Si ameona na ni 300. He has seen a 300 meter. Mimi niko hapo mwingine 300 mita. 300 away. Unionea. That is not fair. Mshina hiyo si justice. That is not fair. Kama wewe ndio referee. If you are a referee. Marifari hawana justice. They are not just. Hivyo ndivyo watu wazwa katika hii safari wanashindwa kumaliza. Mimi wewe umeenda long side. Turudi hapa. Jameni simnisaidie mshina ananifinyilia. Ile ukuta kamba na mimi niko hapa. Nimeangukia hapa na ni masopo siku hata ukimbia. Hiyo. Na huyu mwingine yako mita 300 nyuma yangu. Jameni nyinyi hata mwezi kuona nilikuwa nimejaribu. Hiyo ni vikwazo bado. Ati Mpaka umalize. mshina alikumaliza. Ndio. Sikuona. Basi hapo lazima Mungu atatusaidia kwa sababu Kuna huruma hapo. God should help. Ni mutrona hali na ni hakuhi muno. Ona korono ngiri. Yagire kunengerwo. He should be given number 1. Mimi siongei tu kuongea nilikasirika. And I got angry. Kabisa mimi nilikasirika. He got angry. Unajua mita 300. There are 300 meters. Si lazima huyo mtu atamaliza kama dakika 3 ili afike. He finished almost 3 minutes. Si hata hawa wanaweza na wote wanaona wale wakubwa wale wana kamera wanaona huyu ameanguka hapa. They see that the guy is down. Wengine wangempea. They could have given him. Na magoti. Aende na soma sote. Na kahasha. Aende na soma sote. Jameni. Paul anasema Now Paul is saying wao kimbia wengi lakini atakaye tuzwa that many run but the one who will yule be crowned atakayeguza is the one who will touch and end. Amen. Ingawaje aliongoza Even though they led, hakumaliza akiwa na nguvu. they did not end strong. Sasa sijui angeenda na mkono ama aende na nini. I don't know if they could have Lakini grown. ukweli ni kwamba But the truth is, hata mimi niliumwa. even myself I felt bad. Nero na nekorora na nderorera. I felt bad. Ti wako na dimoi. No ngaigwa rwatere make mutunya view ni ekuhanyukite akamatiga. He was almost. Ageririe kurugama akigwa. Ndagĩke soma sote. Na tondu nego hacaria nego muikiria. Ni tukwenda tutwage cira wegega. We should judge right. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anatutazamia na anataka tumalize strong. So God is looking us to finish strong. Kuanza safari si kitu. To start is nothing. Lakini ile nguvu utamaliza nayo. But the power to end. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaka huu tulianza. This year we started. John amesema tumekuwa hapa kila Jumapili kwa maombi. John said that we have been engaging God. That is Lakini nothing. vile tutakavyomalizia. But how we shall end. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tujue mwaka unaokuja. That we know the next year. Tutakavyoenda. How we shall Suleimani maneuver. alianza vizuri. Solomon started well. Alitoa dhabihu ikampendeza Mungu. He gave a good sacrifice. God came down. Akambariki. He blessed him. Lakini hawakumaliza pamoja. But did not end well. Bwana asifiwe. Amen. Ndugu na dada, Brothers and sisters, siri ni kumaliza ukiwa na nguvu. the secret is to end strong. Niko mwirana niko mudhaitha. And I'll tell you, Ndukanatale miaka ile honokete. you will not count the years you have saved. Or even the work you have done. Look where you are reaching, where you learn. Because the rest, kutoa dhabihu wanyama 1000 ikusaidia Suleimani. to give 1,000 Alianza animals. vizuri sana. He started well, Lakini mwisho akaachwa. but the end he Kwa was. sababu mwisho wa jambo Because ni bora kuliko mwanzo. the end of something is better than the beginning. Bwana asifiwe. Amen.
Kuna kitu Martin Luther alisema, Martin Luther King Jr. There is something Martin Luther said. Mimi ni msomi. I am a scholar. Wewe utatafsiri. Alisema hivi. He said, the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at time of challenges and controversy. Amen. Tafsiri. Now, mimi nafanya Kiswahili kizungu, wewe soma. The ultimate measure of a man, ile kipimo ya mwanadamu, is not where he stands, si ya kwamba yenye kwenye amesimama in moment of comfort and convenience, kwa ile muda ambayo ni mzuri, but where he stands at times of challenges and controversy, lakini kwenye huwa anasimama kwa wakati amechallenjiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu aliuawa. He was killed, assassinated. Alikuwa mfalme. He was a president. Lakini kuna neno aliacha ambaye nilifikiria nikaona lina maana sana. But there is a word he left that was very important. Sisi naye tunafaa kuwa kama Martin Luther. We should be like Martin Luther. Yale umefanya haikusaidii kitu. Whatever you have done is nothing. Hebu niwaambie. Let me tell you something. Tulinunua huu uwanja. We bought this land. Sasa leo tukana utotile tukatoa golileke uwanja. So we start there. Tuamke tujenge. We wake up and build. Kwani kununua sasa hiyo ndio ilikuwa mwisho. Buying was not the end. Tunafaa kujenga. So we should build. Na sio tu kujenga. And not just building. Kile jambo hilo We lingine. think the rest. Kwa sababu watu wengi Because many people, tunataka kukaa mahali pamoja. you want to stay stagnant. Alafu unaibaga tulifanya. And you say we did. Siku moja tulihubiriwa na pastor anaitwa nani? David. Brother ya Bishop Amos. Yeah, the brother to Bishop Amos. Tulikuwa conference pale Nakuru. We were in Nakuru conference. China's Girls. In China's Girls. Na alituhubiria akatupa mfano ambaye sijasahau. And she gave us an example that I've not Akasema forgotten. wakati mmoja, He said one time, kuna watu walitembea sehemu fulani. some people visited a place. Na hawakuwa wanajua njia vizuri. They didn't know the way well. Unaona sasa Nairobi ukija mtu ambaye alitoka Kenya miaka 20 iliyopita ama 10. If you left Kenya 10, 20 years ago, Na sasa hii ukuje, and now you come, lazima utakuwa na shida. you will have problems. Kuna mmoja alibebwa na Uber. One was carried by an Uber Juzi tu. just the other day, Na akasema anaenda Ruaka. and he said, I'm going to Ruaka. Sasa huyo dereva akaona akipitia njia hizi jamu itamshika. So the driver said, if he uses the normal way, traffic will be there. Akapitia Southern bypass. He used the southern bypass. akaingilia na huko. He went there, Jamaa anamuuliza unanipeleka wapi? and the guy said, where are you taking me? Anamwambia hii ndio njia nzuri ile nyingine tukipita jamu. He said, this is the best way there. Hapana, He said, no. unanipeleka wapi? Tell me where you are taking me. Anamwambia wewe ngoja He tuende. said, you wait. Kwa sababu yeye aliacha zile barabara zilikuwa za zamani. He left the colonial roads. Sasa alikuwa anatuambia He was telling us, nao hawa walitembea hawakuwa wamezoea. this had not known the Njia way. nyingi zilikuwa zimebadilika. And most roads had Na changed. jamaa mmoja alikuwa amelala mahali And some other person was sleeping somewhere. anajifanya amekufa. And he thought he was dead. Hawa wanapita wanasema And they were walking saying, niliacha hii njia zikipitia hapa. Lakini wamejenga. I left this road passing here, but they are built. Naye huyo akasikia akawaambia, And he said, wakati nilikuwa hai when I was alive, nilikuwa tunapitia pale. we used to walk on that road. Fikiria unaambiwa na mtu ati alikuwa wakati walikuwa hai sasa amekufa. When he's saying when I was alive, we used to pass that Hiyo road. mambo ya wakati tulikuwa hai tuache. Those things of we were there. Hebu tuambie watu wa Mungu tunapovuka huu mwaka. As we go approaching the year. Safari ya neno ambalo tunasoma saa hii. And the journey of the word we are Tuache kusema vile tulinunua uwanja. We started saying how we bought Tufikirie this. vile tutaweka hekalu la Bwana hapa. Now we think how to build a Tufikirie mambo cathedral. mengine ambayo yataleta utukufu kwa Bwana. What will bring the glory Maana to God? kununua tulinunua. Yes, we bought it. So, hiyo ingine ni gani? Lazima tujiulize watu wa Bwana. We have to really think about this. Tuache kutoshereka. Let us not be contented. Bwana asifiwe. Amen. Martin Luther anasema hivi. He's saying that Hawezi kupima mahali ulianzia mahali umesimama. you cannot measure where you are now, Lakini pima wakati una ugumu. but now measure where there is hardship and where you Jina are. la Bwana lisifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu wetu Because our God, anatupenda na anatuwazia mawazo mema. He loves us and He has the best thought for us. Amen. Amen. Your ability to finish the year strong is all about your character. Ile inakuwezesha kumaliza vizuri ni character yako. Tabia yako tu. Your character. Ikiwa unataka umalize vizuri ndugu na dada, twende mbinguni. If you want to reach heaven,
Ikiwa unataka kumaliza mwaka huu vizuri, if you want to end this year well, angalia tabia yako. now check your character. Yeah. Check your character. Hiyo ni siri. That is a secret. Amen. Amen. Kwa sababu hii maisha, Because this life, sio sisi wa kwanza. we are not the first one. Unajua Paul walipitia hapo. Paul was here. Na sasa mimi hufikiria wakati mwingine mshina. And sometimes I think, well, Vile tunajikasaka vile tumejua Mungu. how we struggle, we know God. Naye Paulo akuja hapa. And Paul comes here. Yeye anza kusema alikuwa na mawe. He says, I was stoned. Alitolewa na kiondoo kwa ukuta. He was dropped down by a basket. Aseme vile alilala kule baharini. When he'll say how he used. Na wewe uko hapa nakwambia na wewe sema yako. And he say yours. Utaanza wapi? Nilifungiwa nyumba. Ya fungiwa nyumba. Nilichapwa nikihubiri Injili. Nilikosa chakula. Ulikosa chakula. Ndio. Ulikula pia. Nyumba inahusu nini ufalme wa Bwana? Ukipima na wakati huo. Inapelekana. Ni vizuri sana Bwana unajiweka nguvu. Yeah. Lakini sinaona utakosa mambo ya kusema. But you lack Kwa sababu kuna watu wamepigania injili hii. There are people who have really fought for the gospel. Aliwacha mambo yake yote, familia yake, mali zake zote akazitupa. He left everything and he left them away. Na wewe bado hujatupa. And you have not hata sent nyumba nothing. ilipofungwa. Even when your house was Juzi closed. uliniambia mlikuwa mnabebwa na familia yote na hii KBA Kenya basi. Ndio. Mpaka unatukanwa. Kabisa. Hiyo si shida, hiyo ni watoto wako. That is your children. Yeye aliacha akaenda kumtumikia Bwana. Tunaona watu wa Mungu tunafaa kufikiria tutamaliza namna gani? We should think how are we. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. So life is a journey. So maisha, Tumeianza we have started. na bado tuko sijui katikati ama karibu tumalize. And we are maybe almost the end of that Maana day. ya mwaka tu ndio tunajua imebaki siku ngapi? Because we just know Sasa 5 siku days. 4.5. Now it's 4.5 Kwa days. karibu saa 6. We are almost. Tunaenda tukihesabu tu. Na utakuta And you will see, kuna mtu hajali no one is caring. kwa sababu tumezoea. Because we are used to. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mambo matatu nataka kusoma hapa usike. There are 3 things that I'll read. To finish strong, Kumaliza na nguvu, we need to finish with others. tunafaa kumaliza na Hiyo wengine. ni namba 1. Hiyo ni ya kwanza. Biblia imesema katika kitabu cha Wakorintho, The Bible have said in Corinthians, wale hukimbia mbio hukimbia wakiwa wengi. those who run, they run with others. Kwa sababu lazima kama ni wewe, Because if it were you, huwezi kukimbia. you cannot run. Siku moja niliangalia wakati wa Moi. One time I looked, hatukuwa siku hiyo wakati hatukuwa na TV we didn't have television kwetu in our place, hata kwangu. even in my place. Lakini niliona kwa gazeti. But I looked in a gazette. Kulikuwa na Matiba, There was Matiba sijui na kina nani. and the arrest. Wao wako ni Omax kwa uwanja pande They ile. were on your mark on the other side. Moi anamalizia pande hii. He was standing this side. Sasa nilikuwa najiuliza So I was asking myself, wanakimbishana na nani? who are they running with? Akishinda ni yeye namba 1. When- Akishinda ni yeye mkia. Si ndio? Either he finishes or not, he's number Hello? 1 at the end. Hello? Huwezi enda peke You yako. cannot run alone. Lazima tuende sisi We wote. must run Kwa hiyo many. katika safari ya mbinguni So in the journey of lazima heaven, nikuhusishe wewe. I have to engage Jina la you. Bwana lisifiwe. Amen. Maana nikikimbia peke yangu If I run alone, nitakuwa namba 1. then I'll be number 1. Ndio mkia. And I'm the end. Bwana asifiwe. Lazima tuende pamoja. We have to run together. Hiyo ni siri. That is a secret. Hii ni safari ya mbinguni. This is the journey to heaven. Tunapovuka mwaka, As we end the year, tuvuke pamoja. we end together. Bwana asifiwe. Amen. Mbinguni sitakuwa peke yangu. Heaven, I will not be alone. Hata nikiwa peke yangu sitafurahia. And even when I'll be alone, I'll not be happy. Haikufanywa ya mtu mmoja. It was not made for one person. Biblia inasema mataifa The yote. Bible says every nation. Amen. Amen. Number 2, The second one, to finish strong, kumaliza na nguvu, we need to train ourselves to be sensitive towards sins in our lives. tunafaa kujifunza kukuwa na tahadhari katika sins kwa maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Tusome Waebrania 12:1. Hebrews 12 and verse 1. Lazima tuwe sensitive. We have to be sensitive. Lazima to train our mind. We have to train our mind. Lazima to train our body. We have to train our bodies. Our hearts. Na pia roho zetu. Bwana asifiwe. Amen. Lazima to train. We have to train. Inasemaje? Basi sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi Ndio. namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito Ndio hapo. na dhambi ile ituzingayo kwa upesi,
na tupige mbio kwa subiri katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa najua mmeamini tumewekewa mashindano. Now I know you believe there is a na tumeambiwa sasa ni kuondoa tuweze kujitrain. And we have been told we remove and train yale ambayo yatatuzuilia. Removing things that will hinder us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati mmoja nilienda maombolezo. There is one time I went to na niweza kusoma hili andiko. And I read this scripture. Ni kama miaka 25 imepita. Like 25 years ago. Na nilikuwa na ujasiri, nilikuwa peke yangu. And I was very bold. I was alone. Nilikuwa nitoke kama hapa kwenda karibu KU usiku. And it's from here up to Kenyatta University. Na nikapewa andiko hili, nimelikumbuka saa hizi tu. And I just remember this scripture now. Na ikasema tuondoe. And it said we remove jambo lolote ambayo itatuzuia. Everything that hinders us. Kuweza kuingia. To enter. Na nilikuwa nikiona na mawazo yangu. And my mind was telling me. Ni vitu gani inaweza kukuzuia? What can make me not to go? Tumesomewa nini na nini hapo? What have we been read? Umesema nini na nini? I have said tuondoe nini? Inasema basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile zingayo kwa upesi na tupige mbio kwa subiri. Sasa angalia. Now look. Mtu amebeba. Nilichukua drama zote zilikuwa kwa maombolezo. I took all the drums that were in that place. Nikaekelea kijana mmoja. And I gave one boy. Alikasirika. And he was a very angry. Sababu nilimwekelea bila hata mimi kuona huruma. Because I landed on him. Kulikuwa na drama 6. There were 6 drums. Nikamwekelea zote. I put on him everything. Zote. All of them. Nikaanza kutafuta vitu vingine kila huku. I started getting other things. Kamwambia ingie kwa nyumba. I said go to the house. Akaniambia iwezi. Kamwambia itaweza tu. He said it is possible. Unakataa na wewe uko na dhambi nyingi kuliko hizo. You have more sin than this. Unataka kwenda kwa Bwana. And you want to go to Jesus. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema tuko katika mbio. The Bible says we are on a race. Tuondoe mizigo. We remove every burden. Hii mizigo, this burden, ile tulifundishwa, the one we were taught, kumghadhabisha Roho wa Bwana. That angers the Spirit of God. Tusikubali kumghadhabisha. We were told do not anger. Tuondoe mizigo hiyo. Remove all the burden. Ili niweze kumaliza na nguvu. For me to finish strong. Lazima niondoe mizigo. I have to let go. Bwana asifiwe. Amen. Ili niweze kumaliza mwaka huu na nguvu. For me to finish strong. Na nianze mwaka mpya na nguvu. And to start another year. Niondoe mizigo. I have to do away with burden. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ni mizigo ya aina gani hii? What kind of burdens are these? Nilimwambia I told you mambo yote inaanzaka kwa mawazo yako. Everything originates from your mind. Na ni kwa mawazo huwa tunamkosea Mungu. And it is in the mind that we sin against. Kabla mtu kutenda kitendo, before you do the action, huwa unaitengenezea kwa mawazo yako. It is first calculated in the mind. Kisha itokee kwa mdomo wako. Then it is let in your mouth. Sasa inakuwa ni dhambi. Now it is manifested as sin. Ndani yako. It is started in you. Una huo mzigo. You have the burden. Hata kutembea hauwezi. Even you are unable to walk. Na wakati itakapotoka, when it will manifest, mahali itaanguka, wherever it will land, ile damage itafanya, the damage that it will cause, kama ni a nuclear bomb. It will be like a nuclear bomb. Lazima tuondoe hiyo mizigo. We have to do away with burdens. Kumaliza kwa nguvu. So that we might finish strong. Namba ya 3. The third one, we need to constantly focus ourselves on Jesus. Tunafaa kwa mara mingi kuangalia Yesu kama yeye ndio tuzo yetu. Bwana asifiwe. Amen. Maana hizi vita, because these fights, tuzo letu, our prize, wakati ndugu na dada utakapo fika mbinguni, when you get to heaven, ubadilisho mwili, your body will be changed, ama siku yako ifike, or your day is there. Ukitazama tu hivi muone Yesu, when you look and see Jesus, hiyo ni zawadi yako. That is your gift. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuzo letu ni Yesu Kristo. Our prize is Jesus. Yeye ndiye mkate wa uzima. He is the bread of life. Yeye ndiye nuru ya ulimwengu. He is the light of the world. Yeye ndiye gate. He is the gate. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ndiye uhai. He is life. Yeye ndiye kuhani mkuu. He is our high priest. Kwa hivyo kumuona tuna macho. So to see him one on one. Already received your prize. Already Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumpigie Bwana makofi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Nataka kufikisha hapo kama bado sijamaliza. I want to end there even though I am not through. Nimeona mmechoka kabisa. I've seen that you guys are. Wangapi wamechoka? How many are tired? Najua sikukuu lazima inaboaga watu kidogo. No, you are kind of bored by the celebration. Tuendelee. Okay. All right. Nataka tuingie
Katika kitabu cha Timotheo wa pili 4:7. We check 2 Timothy 2:7. Okay, the Bible says, Biblia inasema ya kwamba Timotheo wa pili mlango wa 4 aya 7. Mlango wa 4 aya 7. Biblia inasema ya kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, na baada ya hao nimewekewa taji la haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia hapa. Now look here. Wakati tunaandika program ya mazishi, when we are writing a death or rather burial program, tunaandikaga na pale tunaandika nimepigana vita vitakatifu vya imani. And I write that I have fought a good fight of faith. Paul anasema, Paul is saying, nimepigana vita vitakatifu. That I have fought holy war. Na hata kama hauambiwi na mtu, and even though no one tells you, bila shaka unajua Paul alipigana vita. You know that he really fought good fight. Lakini wengine tunaandikiaga hivyo, but some that we write like that, inakuwa uongo. It is a joke. Amen. Amen. Todo no ukore mundu atoragia kanitha thina. But you can find someone is always troublemaker in the church. Atoragia majirani na thina. Their neighbors are in trouble. No ni arandikirwa anaandikiwa hivyo. But they write there. Si waandike tu vizuri. So you write this guy was a notorious. Anapigana vita vitakatifu ya kupiga majirani. Right, he fought a good fight of fighting the jirani. Majirani, sio ndio ukweli? That is the truth. Iko haja gani kuandika kama ya Petro Paulo, na Paulo amepigana ya kweli? Why would you write like Paul and he fought a good one? Ikiwa tunataka kumaliza vizuri, if we want to finish well, lazima kuna sign ya commitment. Then there is a sign ya kujitolea, integrity na ukweli, and excellence, na kukua na hiyo mzuri. Finishing strong is all about choice. Kumaliza vyema ni kukata kauli. Ni kauli, hakuna kitu kingine. You made a choice. Ndio tuitwa. You have to choose. Hata tukiandika kwa program umepigana vita vitakatifu ni bure. Even if you write in your obituary that you have fought a good fight, it's nothing. Ikiwa haukupigana haitabadilisha. If you didn't fight, it will not change. Amen. Amen. Kuna wakati mmoja tulikuwa tunaambiwa na Archbishop. One time the Archbishop was telling us, walienda mazishi. They went to a burial ya mzee mmoja alikuwa amekufa. One man had died. Sasa watu wanasimama hapo, mwingine na mwingine na mwingine. People would stand and say, wanasema vile alikuwa. Say a lot of stuff he was. Bibi yake mahali alikuwa ameketi. Where the wife was seated. Akauliza. He asked. Kaitokile madhiko mau. In whose body did we come? Hata yeye anashangaa kwani wamekuja mazishi ya nani? He wondered whose body is this? Sio ya bwana yake. This is not for my husband. Vile wanasema na vile alikuwa. Whatever they are saying and how he was, hailingani. Two different things. Sasa wewe fikiria. Now think. Ikiwa ni bibi yake anasema hivyo. If it is the wife who was saying that. Wewe unafikiria iko waje? How do you think it is? Iko noma kabisa. Ati bibi anataka kuuliza kwani alienda mazishi ya wengine. The wife is wondering which burial did I come? Whose burial? Ni choice ya mtu kumaliza vizuri. It is your choice to finish well. Yeah, ni choice ya mtu. It is within your choice. Na siongei kwa sababu ya mwaka huu. I'm not talking about this year. Nisema ninaenda na njia mbili. I'm saying I'm going two ways. It is your choice to finish strong to eternity. Ni kauli yako kumaliza na nguvu kwa uzima wa milele. It is also your choice to finish strong in this year. Ni pia kauli yako kumaliza vyema mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hii inategemea wewe. Kwa sababu this one depends on you. Amen. Amen. Paul anasema mimi nimepigana vita. Paul is saying that I have fought good fight. Je, ndugu na dada, wewe unaweza simama hivi leo useme mimi nimepigana vita? Can you say that you have fought good fight? Saa zingine unajua tunajitiaga nguvu. Sometimes we encourage ourselves. Lakini tukiangalia mitume kazi walioifanya na vile walipitia. But when we look what the disciple did and passed, tukiletewa mitihani hiyo hatutapita. If we have brought those exams, we will not. Sasa John unajua anatuongoza maombi vizuri. Right now John leads us well. Ikitaka ngoli hahama amoshodero hetu tuonekane kuomereria. If I call King Ori to do that, this service, that is the end of those prayers. Sita muniko wewe. And Sitam does it very well.
Wamenipangia hivyo. This is how they are planned for So me. this guy, this is the plan. Okay, this is what you think. Eh? Itakuwa hivyo. That is how it will be. Najua ukigongwa ile utakuwa chini. You know you will be down. Petro na hao wengine wanataandikwa. Peter and the rest are beaten. Hebu baba Moshina wa Job. Moshina. Najua wewe ndio tunaangalia na vizuri. We are facing it. Yes. This Paul. Paul anaingia kuhubiri. He goes to preach. Ametongwa na mawe amezirai. He's actually stoned and fainted. Akafurutwa mpaka nje. They dragged him outside. Najua amezirai. He's fainted. Alipojisikia When he came back, anauliza tunafanya nini hapa? he's asking, what are we doing? Let's go preach. Sasa hata kama wewe ni mfuasi wake, If we are the disciple, ndio uko na tobo wewe this guy will make us dead. Eh? anaambiwa wewe umepigwa unakufa. This guy wanted to kill you, man. Tukahubiri. Let's go to preach. Wewe ulipigwa kofi moja pengine. One slap. Kama ungezirai. What if you fainted? Hata sikutaka wanigonge, nilichomoka. Kwa hiyo uchaguzi You are not even told. Nilitoka shule. sasa ikifika utagongwa. What if they slapped you? Zinasema bwana hiyo uniitia. You see that one? You did not call me. Siku moja One day, tulikuwa tunahubiri na Bishop Jenga, alikuwa mhubiri kwetu. we were preaching with Bishop Jenga. He was an evangelist. Tukaenda kuhubiria mzee mmoja. We went to preach to one man. Na kwa sababu alikuwa mkali, mketembea kwake hautabeba Biblia. He was not good. You could not have a Bible. Don't carry the Bible Ama darama. or the drum. Usiongee neno ya Mungu. But do not speak anything about the word of God. Na kwa sababu ilikuwa ile bed sitter, inaitwa bed sitter. It was bed sitter, yes. One room. One room. Yes, bed sitter. Alafu ukuta. And the wall. Ukuta ya bedroom ni pasia tu. Oh, it was just the curtain. Sasa tumepiga hodi. So we enter, we say, Na mhubiri ameniambia, and the evangelists have said, huyu mzee ni mkali. this guy no joke. Kamwambia wewe utaingia na ndani mimi nitakaa kwa mlango. So you and sit at the door. Mambo ikiharibika wewe ndio umeitwa. You are the one who is called, not me. Alafu tumekaa na anaitwa. And then he called him. Alikuwa anaitwa Baba Shiroga Shau. His name was Baba Shiroga Shao. Wengi wanamjua, Mama Shiroga wanamjua, watoto wangu wanamjua. They know the man. Anaitwa, anaambiwa kuna wageni wamekuja. He said, they are visitors. Unajua sasa mmekaa kwa mlango hapa. You are at the door. Si mbali. It's not far. Si mbali, ni kama hapa tu. It's just here. Sasa si tuko hapa. We are standing here. Si tumeingia tumekaa hapa. We are seated here. Na hapa hivi hiyo ndio kitanda. Sasa hii sehemu ndio tuko nayo tu. It is just here. Mlango iko pale. The bed is the door is there. Akakaa kama dakika 15. 15 minutes. Sasa mimi nashangaa hii ikipita hapo. I wonder if it is beyond that. Hawezi jua kama atatoka na panga. He's coming with a machete. Na hii room yote tumejaa. And we are full in the room. Alafu anatoa basia hivi na anakalia kitchen. Yes. Kimurenda. What do you want? Sasa wageni unawauliza nini wana? What do you ask the visitor? Umeitwa na bibi yako usania wageni. Your wife have called you to say hi to them. Kama hapa si kuzuri. Not good here. Sasa unafungua mlango, You open the door hapa hivi. one leg Ndio isifungike. so that it's not closed. Ukiharibika maana mimi sijaitwa. If it is not good, Huyu apambane, mimi nitakuwa nimeruka. they will deal with him. Nitapiga nduru nikiwa nje, tusaidie. I'll scream out there. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Bishop Jenga alikuwa na hekima. He had the wisdom of God. Ameshika kijana kalikuwa kanaitwa Simon. He has the boy. Kwa miguu hapa. Sasa anakauliza uko darasa gani? What class are you in? Kwa namba gani? What number were you? Na majina yako niandikie. Yes, write me your Sasa name. huyu alipotokea kwa nini kwa basi akakalia kiti When he sat on the bed, huyu na alikuwa amemaliza conversation akairudia. and he started it again. Wewe unaitwa nani? What is your name? Swali yenye imeulizwa. What has been asked? Sasa wewe umefika mwisho. You are actually at the end. What do you want? Lazima sasa uangalie kama utaanza conversation by the Is that how to navigate? Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kaini sahihi tu. It is disciple this one. But I thank God alikufa akiwa mzee wa kanisa. Yeah, he died as a church elder. Nilihubiria mpaka akaokoka. I preached and then he was saved. Alikoka kwa jagani. Do you know how he got saved? Siku moja akakataza bibi yake na watoto kuja kanisa. One day he made the wife not come to the church and the children. Mzee wao wa kanisa. And I was the church elder. Kaenda fasting. I went fasting.
kaambia Mungu pitia njia yoyote. I told God, use whatever way, let him not die. Lakini njia yoyote mpaka ajue wewe ni Mungu. Use whatever way so that he know you are God. Alikuwa anafanya kazi kwa reli. He was he was working at the rail. Hapo Gilgil. That's at Gilgil. Sijui walifanyana nini na reli. I don't know what happened with the rail. Ikamoda hii kidole kubwa. He was injured, the toe. Kabisa mpaka ikapasuka ndani. And that was not good. Kwa shida, akapiga nduru. He screamed. Alafu mimi naye saa 6. And myself at noon. Saa 6 nikakimbia kwake. I went. Nilikuwa nimeambia mke wake, alikuwa anajenga kanyumba. Kamwambia akiweka vito pale mimi nakuja na napigilia na ninatoroka, usimwambie ni mimi. I'll come and make it. Siku hiyo sikujua amemondwa. I didn't know that he had an injury. Alipomondwa alienda nyumbani baadaye. Oh, he went home instead of the hospital. Mimi nani nimekimbia na baisikeli naweka pale, akaniambia eko. They say he's here. Nikashtuka. So I got frightened. Hata amefanya mzuri. Asimondwa kidole. He has a problem. Nikaenda nikakuta kidole, nikamwombea, nikamweka kwa baisikeli yangu. I prayed for him. Mpeleka kwa hospitali. And I took him to the hospital. Sasa siku ya kwanza, siku ya pili nikienda kumwangalia. The first, the second day. Watu wa kanisa yake walipokuja wiki moja baadaye. When his people came to check him. So you have no love. Ninaangalia na watu wa kanisa ya bibi yangu, nitaenda huko. I will go there. Na akaokoka. And he got saved. Lakini bado tulipitia changamoto. But we got through all those challenges. Bwana asifiwe. Tulikuwa wapi maana tumechanganyisha? We were in the scripture. Tulikuwa kwa scripture. Fought a good fight of faith. Yeah. Yes. Kupigana vita vitakatifu, to fight a good fight of faith, si ya maisha yako. It is not for your life. Ni kupigania ufalme wa Mungu. It is to fight for the kingdom. I thank God kwa wale walisimama na sisi wakati wa crusade. Nashukuru Mungu for those who stood with us during crusade. Praise and worship wale walijitolea. And the praise and worship who came through. Tunaweza sema tumemaliza strong. We can say we have finished strong this year. Amen. Kwa sababu hatujawahi maliza mwaka mwingine na kuhubiri 1 week. We have never ended a year with a mission of 1 week. Lakini tuliweza. But we were able. Tukahubiria watu wengi sana. We actually Amen. Katika Wafilipi, in the book of Philippians 3:14 sitasoma. 3:14, Paul alikuwa anasema, Paul was saying, hajafika, I am not there, anajibidisha, but he's pressing on. Ni Wafilipi 3:14. 3:14 Philippians, anajibidisha, I press on. Na dada endelea kujibidisha. Press on. Hatujamaliza. We are not yet there. Hata mwaka huu hatujamaliza. We are not through this year. Hata safari ya mbinguni hatujamaliza. Even the journey to heaven. Endelea kujibidisha. Press on. Bwana asifiwe. Amen. Continue pressing on. Press on. Ng'ang'ana kwa sababu kuna chance. Because there is a chance. Maana wewe ndio utajiamulia. Because you will make a choice. Wakati wa kung'ang'ana. Because it's a time to press on. Amen. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Na ni wakati wa kuweka mizigo yote chini. And it's a time to lay down all the burdens. Ninapomalizia, as I wind up, usikubali, do not allow, kuvuka mwaka na mambo ya mwaka huu, to go over the other year with things of this kama year. itakugharimu nini. Do not, even though it is going to cost you. Usikubali kuvuka mwaka na mambo ya mwaka huu. Do not allow to go over the year with things of this year. The anger of this year. Ya kukosa kutii wa mwaka huu. The disobedience of this year. Kutokuwa mwaminifu ya mwaka huu. Unfaithfulness of this year. Usikubali. Do not allow. Ili ukuwe na nguvu ya kuweza kushinda. For you to have the power to finish well. Anatutazamia. God is looking unto us. Anataka tumalize strong. He wants us to finish well. Kuanza safari si kitu. To start the journey is nothing. Lakini kumaliza ni kitu ya muhimu sana. But to end it, it's very important. Jamaa mmoja mkimbiaji pia alitoka upande wa Zanzibar. There is one for a guy from Zanzibar. Nimewahi kuambia jambo hilo. I've told you this before. Naye alipata mazo pool. He also got a mazo pool. Lakini aliendelea kaenda kashikwa na baba yake. But his father held him. Akamwambia toka tu. Akamwambia hapana. He said no. Nisaidie nifike mwisho. Help me to go to the end. Akaenda mpaka akafika mwisho. He went to the end. Alipoulizwa na waandishi na watu wa media. When the media asked him, akasema siwezi toka kwetu Zanzibar. He said I cannot come from Zanzibar. Mpaka Montreal, Canada. To go to Canada. Nikuje nimalizie katikati. To end at the end. Nikuje nimalize. I must finish. Nitoka kwetu nikuje nimalize the race. I left my home to come and finish. Mungu tumalize. The high time we Kuwa na finish. nguvu na ujasiri. With power and tumalize sio mwaka huu. To end this not here, but even in the kingdom of Yesu heaven. Kristo anatugojea. Because Jesus is waiting for us. Amen. Ni wakati wa kung'ang'ana. High time to press on. Ambacho unaona kilikuwa kizito. Whatever was heavy. Iache sasa. Leave it. Ili tuweze kukimbia. So that we can run. Maana tumewekewa hii mbio. Because there is the yeye aliye mwanzilishi. The other.
kae malizia, and the one who will finish, anatuongoja. he's waiting for us, ameshika ile utepe, and he's holding the anaongoja wewe enemy, ukuje uguse, and he's wanting you to come and touch it. Unapata uzima wa And milele. once you touch it, you have eternal life. Hallelujah. Wakati wa kujiandaa, It's a time to prepare, wakati wa kufikiria and to think, ni mambo gani hatujafanya, what are things that ni we have mambo not done? gani ilinilemea mwaka huu, What was so hard for me? mambo gani ninastahili kurekebisha, What am I supposed to change? kwa sababu Because hayo mambo those yataenda things, ikikuandama, they will come and follow you mwaka ule ujao, until the next na year, itakuzuia and they will make you kumaliza not ukiwa na nguvu, to finish strong. itakuzuia It will make you not kupokea taji lako to get your prize. kama Suleimani. Like Solomon. Kuanza si kitu watu wa To start is Mungu. nothing. Tulianza ni We vizuri, start, yes. lakini utamaliza ukiwa vipi? But how will you Utakuwa na nguvu ya aina gani? What kind of power will Wakati you wa have? kusimama, The time to tuambie stand. Mungu tunataka kushinda. Tell God we need to Tunataka finish. kumaliza tukiwa na nguvu. We need to finish strong. Ninatabiria mtu wa Mungu, I ni wakati prophesy. wako sasa. Amen. Upokee nguvu ya kushinda. Yes. Katika jina la Yesu. Name of Jesus. Upokee nguvu ya kushinda. Amen. Uweze kushinda ukiwa na nguvu. Amen. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Simame sisi zote.